Wadaku, welcome to my YouTube channel. Kama kawa kama dawa ni Senje Mdaku wa Gulf Home and Away, msichana mrembo kutoka Mumias, Kakamega County. Welcome to my YouTube channel Wadaku. So Wadaku, tunataka kuongelelea msichana ambaye amepatikana amekufa kwa nyumba huku Saudi Arabia. Anajiita Viola. Viola ni msichana Muganda ambaye alikuja kutafuta ajira huku Saudi Arabia ama kufanya kazi. Kibati mbaya aliangukia nyumba mbaya. Wadaku. Alifanya kazi miezi 6 na hakulipwa. Wakati alienda kuuliza mshahara yake, hii ndio malipo ambaye Waiguru alimlipa nayo. Sasa tuende kwa udaku. Huyu msichana, walikuwa wasichana wawili kwa nyumba. According kwenye story na inasemekana, walikuwa na Mburundi. Yeye Muganda, alafu na Mburundi. Alafu kitu kingine Wadaku, nimekuja kurealize ya kwamba Waganda hii mwaka ama Waganda wanakufanga wengi sana. Wadaku. Sijui hawa watu wananga justice ama hiyo nini yao, embassy yao haifanyangi kazi, ama serikali yao ndio iko na shida. Because tell me why Waganda last month na this month wamekufa sana. Wale wamechomwa, wale wanafanywa unyama, alafu wengi wao hawalipwi. Who does that? Alafu shida ya Waganda ni kitu kimoja Wadaku. Ni wale watu ambaye wanajipenda kivyao. Ni watu ambaye wanakanga wakiongea Kiganda 24/7. Mtu amepatwa na shida, come and talk with English. Come and talk, wale wanaelewa Kiswahili, wale wanajua Kiingereza, wanaweza kuongea. Watu wengine tunaweza kujua shida iko wapi, tusaidiane. Lakini wao wanajifanyanga wanakaanga peke yao though. Muganda akikufa utasikia tu bana ange tambuliza video hiyo, tambuliza. Mimi nasikia Kiganda na kuna ule mwingine hasikii Kiganda. Mnataka msaidiwe aje? Who does that? Sasa huyu msichana Wadaku, huyu Viola, inasemekana anajiita Viola. Huyu Viola wakati alikuwa anauliza tu mwarabu wake mshahara, kisirani naingia kwa nyumba. Sasa wakati walikuwa wawili na Mburundi, huyo Mburundi aliamua ku left group, of which yeye aliamua kutoka. Alikemboi. Yeye aliona kifo mapema na akakemboi. Akasema kuliko kuhatarisha maisha yangu, wacha mimi nifanye nini? Nijiondoe. Yeye akajiondoa. Na akajiondoa completely Wadaku. Sasa alikuwa anaongea na huyu Viola kama amelipwa pesa. Viola anasema hajalipwa pesa bado. Upo? Mimi nikiwaambia Waarabu ni wanyama. Hawa Waarabu ni wanyama. Usione Mwarabu anze kufikiria Mwarabu ni mtu mzuri. Mwarabu ni mnyama. Huyu ni mtu ambaye anaweza kuua anytime. Anaweza kukuua anytime. Ni mtu ambaye anakanga tu akifikiria maubaya. Anakanga tu akifikiria yani venye anaua. Unaona, yeye ndio nalanga watu wanaenda wakigonjeka wanapeonga Panadol. Alafu nimekuja kurealize ya kwamba kitu kingine, agents ya Ugandan people agents wako very low. Hawasaidii Wadaku. Waganda hawasaidiani. Wacha nikwambie, Waganda hawasaidiani. Hawa watu wametupwa. Na 90.9% wanawake wenye wamekufa wako kwa mochwari ni Waganda. Because sisi wa Kenya, yes tunakufa, yes. Lakini huwezi kupata Mkenya anakaa huku. Mkenya akikufa ni Kenyans to Kenyans. Kidogo wamecontribute. Nyinyi mnakaa mkifikiria nini mtu ashaenda nyumbani. Mnafikiria nini ameshazikwa. Imagine wa Kenya wana contribute pesa kutoka huku Gulf mpaka Kenya. Tena wanalipa exit pale airport 20k. Tena wanagharamikia mwili ipelekwe mochwari. Tena wanalipa bill. Tena wananunua sanduku. Tena wananunua mavazi. Imagine wanalipa mpaka bishop mwenye atakuja kukuzikia mwili. Lakini Ugandan people no. Ugandan people wako tu pale na kusema bakadama tambuliza hii. Hiyo ni nini mnaongea? Hiyo ni nini? Waganda hawana umoja na Wakenya. Waganda hawana umoja na Waburundi. Waganda hawana umoja na Wakongo. Waganda hawana umoja na Watanzania. Hao ni wale watu ambao wamekaa kivyao. Hiyo ni kitu mbaya sana. Inatakana Waganda kitu kifanyikana kwa Ugandan people,
come and shout. Sisi wote ni makadama, whether we ni Ethiopia, Filipino, Muganda, whatever, unatoka country tofauti, come and speak. Okay, yule mtu ambaye ataongea kwa lugha yake, maybe ajui Kiswahili ama ajui Kizungu, mtu mwenye anaelewa Kiswahili, most of 99.9% ya Waganda wanajua Kiswahili. Wakuja waseme huyu ni mwenzetu, amefariki dunia, alikuwa anafanya hivi, so that tunaweza hata kusaidia, hata kama ni contribution mnatoa kuchangia Mkufi pesa. We are here to support you guys. We can support you with any means. Tunaweza kuwa support, yani tunaweza tu kuwa support na mko tu supported. Sawa. Mkwetu mko supported, yani tuwa support vizuri. Lakini nyenye hamna umoja. Nyenye Mkufi wenye akipatikana mnajitenga. Kuna mwingine alichomwa juzi, mwingine akauliwa, mwingine akafanya nini, lakini Waganda hawana umoja. Hawa watu yani hawa watu, hii tabia yenyewe, unajua ukiajiriwa kwa nyumba Muganda na Mkenya, lazima mmoja wao atatoka. Lazima mmoja wao atatoka. Who does that? Huyu msichana alikuwa anapitia mambo mingi sana kwa hiyo nyumba. Yeye mwenyewe alikuwa amejipea hopes ya kusema ya kwamba atalipwa hizi pesa, lakini Waiguru wake alimwekea sumu kwa chakula, akakula na akakufa. Who does that wadaku? Imagine Mwarabu alimwekea sumu kwa chakula, na after amefanya kazi 6 to 7 months bila kulipwa pesa. Wakati aliitisha pesa, Mwarabu akaamua tu kumwekea sumu. Na imagine that time Mwarabu wake walienda tu nje vizuri, kwenda nje ku have fun, wakarudi. Mwarabu akasema wacha aode chakula. Kumbe Mwarabu wake alikuwa ameoda chakula, na hiyo chakula iliekewa sumu kule. Wakati chakula ilikuja delivery, kwa sababu delivery inasemekana ilikuwa different delivery, kando imefungwa kando, akapewa delivery yake. Huyu msichana akakula chakula, kumbe chakula imewekwa sumu ndani. Na vile alikula na vile alilala, na hivyo ndiye alikufa. Alipatikana asubuhi amekufa. Who does that wadaku? Alafu nyinyi mwakae mkijua, unaona hawa Waarabu wako kwa hizi group zenyu za WhatsApp. Hawa watu ni masneakers. Wako kwa hizi group zenyu za WhatsApp. Vile mnaongeanga, vile mnachatingi, wanaendanga wana screenshot, wanaenda kutranslate. Unapata group ya WhatsApp iko na more than 1200 member. Wote sio wa Kenya. Ni namba ya Kisaudi, lakini hata anaweza kuandika Mary na heke profile picture ya Mwafrika, lakini deep down ni Mwarabu, automatic ni Mwarabu. Alafu tena hawa wasichana makadama wanasetiananga wenyewe kwa wenyewe. Mkifanya tu kazi kwa nyumba yenye mko makadama wawili, lazima mmoja wao atasaliti mwingine. Awe Mkenya tu Mkenya, Muganda tu Muganda, ama Muganda tu Mkenya. Kwanza Muganda na Mkenya, hawa watu ni sumu, ni snake, very snake. Wanaendeana ushirikina chini kwenda kusengenyana. Who does that? Sasa tu kuitisha msichana, hata huyu msichana angekuwa mwerevu angejiondoa, lakini hakukuwa na hiyo akili ya kufikiria ajiondoe. Wale watu ambaye mnaekanga hopes, mnasema acha niweke hopes, mambo itakuwa sawa. Unaweka hopes na ndio matokeo. Who does that wadaku? Who does that? Sasa ndio yeye amekufa. Watoto wake watabaki na nani? Ameacha watoto wadogo sana, wanataka usaidizi. Watoto wamebaki yatima, hawana mama. Na mama ndiye anakuanga kila kitu kwa watoto. Imagine guys, unajua tena hiyo picha, mtu mwenye alipiga hiyo picha ni Mwarabu na akapost kwa group. Alipost either kwa group ya Facebook
ama kwa grupu ya ninio ya WhatsApp. Hawa watu wanajoin mpaka groups zenyu za Facebook. Waarabu ni masnikas wewe. Waarabu ni masnikas. Unapata group iko na almost 1 million members. Si ati wote ni Waafrika mtu wangu. Waarabu wako pale ndani. Hawa watu ni masnikas, hawa watu ni manyoks, yani nyoka. Na tena Mwarabu wake ndiye amepiga picha na akapost kwa group. Huyu tu Mwarabu mmoja, yeye ndiye amepiga picha na akapost kwa group. Ama akapost akapea mtu. Who does that? Sasa msichana mwenyewe ndio huyo ameshaacha tu ugali. Jutia kuitisha mshahara peke yake. Mshahara imemweka kwa kaburi, salary imemweka kwa kaburi. Hai, inauma wase. Inauma. Inauma tena, inauma sana. Kuitisha tu mshahara peke yake unawekwa kwa kaburi. Mshahara unawekwa kwa kaburi. Who does that? All Ugandan, we need to unite. Tuko watu kimoja. Waganda muache kujitenga. Waganda muache kujitenga. Kwa mara ya mwisho, Waganda muache kujitenga. Ni hayo tu. Like, comment, share and subscribe.